Na mazungumzo yetu, lakini kama tulivyokuwa tumepanga mada yetu, tunazungumzia masuala ya uzalendo na tukawa tunataka tujue wananchi kitu gani wanafurahia kuhusiana na masuala ya uzalendo. Je, kuna vitu katika serikali za kaunti ambavyo wao wanajua historia yake, vitu ambavyo vinaonyesha utangamano, vinaonyesha uzalendo, vinaonyesha utaifa, wanavifahamu ama hawavifahamu? Hebu tuanzie Busia kama sikukosea, halafu tuelekee kaunti ya Samburu. Nimrod na kujia moja kwa moja kutoka kaunti nambari 40 ambayo ni kaunti ya Busia, ambapo nimejumuika tu na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ili watueleze kwa kina iwapo wanafahamu umuhimu wa uzalendo, na je, Wakenya hawa ni wazalendo? Itakumbuka kwamba tunaadhimisha siku ya Madaraka tarehe 1 Juni mwezi ujao. So tukianza tu kwa jina, utueleze, wewe ni Mkenya, wewe mkazi wa Busia, unaelewa maana ya uzalendo? Ukisisitizia maneno ya uzalendo ni kwamba ni ile wakati nchi yetu iliweza kupata madaraka. Kwa hivyo naifahamu vizuri, na kuwa pia tunafahamu kwamba baadhi ya wakubwa wetu ambao walipigania uhuru wetu waliweza pia kuumia ili kudhihimisha siku kuu ya Madaraka Day. So ina maana kwamba utaacha shughuli zako za kawaida ili uadhimishe siku hiyo, na utaiadhimisha vipi? Hapo kitambo wazazi walikuwa wanakaa na watoto wao nyumbani wanafanya kama sherehe. Wewe utafanya hivyo? Nitaweza kufunga shughuli zangu ili kujumuika kwa hiyo siku ya Madaraka Day, kwa sababu mimi kama kiongozi pia wa bodaboda nitaweza kuongea na wenzangu ili wajue umuhimu wa Madaraka Day. Ukweli ni kwamba nafahamu kiasi fulani kuhusu uzalendo. Mimi mwenyewe nikiwa mzalendo, kama kuzingatia ile hali ya walipopata uhuru, na tena ukiangalia haswa kabisa uzalendo wenyewe pia ni kama umekosa value kulingana na venye maisha yalivyo. So kuna uwezekano tujumuike, lakini kwa mimi nitakuwa nikitafuta hali venye naweza survive. Uzalendo kwako una maana gani, kizingatiwa kwamba hata tuna nyimbo ambazo zinaashiria uzalendo wetu? Wimbo kama tushangilie Kenya taifa letu tukufu. Wewe unafahamu nyimbo kama hizo? Hizo manyimbo nafahamu juu wakati enzi zetu wa kitambo tulikuwa tunakumbuka kwamba kuna sherehe ambayo inakuja kuadhimisha siku ya Madaraka Day. Sasa nilikuwa nakukumbusha vitu kama hizo, na vile vile tulikuwa tunafurahia, tunaenda stadium, tunafanya michezo, tunaangalia michezo mpaka jioni. Lakini kulingana na sasa maisha sasa hii ni ngumu sana kama sisi wa Kenya, kulingana na maisha imetubana. Hata ni mtu hawezi kuacha kazi zake aende kwa kusherekea, kwa sababu mtu ukitoka huko hakuna kitu ambacho ataenda kwa sahani anaweza kula. Kwa hivyo ni shida ambayo inatukumba sana, ndio tutafanya sisi hatuwezi kwenda huko. Kando na kuenda katika hizi sherehe, wewe kama mzalendo, pengine wewe unawaelezea watoto wako umuhimu wa uzalendo, ama unawapatia story kuhusiana na masuala ya taifa hili ya pale mbeleni? Tulikuwa tuna advice ya kwamba hapo mbeleni kulikuwa na furaha sana kulingana na vile tulikuwa tumelelewa, kwa sababu wakati huo tena tulikuwa na watu wengi sana. Mada yetu ya leo inahusu uzalendo. Wewe kama Mkenya unajua uzalendo ni nini, na wewe ni mzalendo? Uzalendo najua, lakini hapa Kenya sioni maana ya uzalendo. Kwa nini hii uzalendo imebaki tu wakubwa peke yake, haifikii wananchi wa kawaida? Unaposema haifikii mwananchi wa kawaida, unamaanisha nini? For example, kama tunakuwa na Madaraka Day, wananchi wanasema tu, lakini ukiona kwamba wakubwa ndio wanaenda tu kwa alafu wana benefit, wanaenda na allowances, hata wakikuja kwa kuhubiria wananchi wametembea kutoka mbali, lakini wanaenda tu namna hiyo hata maji. Lakini wananchi nao wenyewe wanagawana allowances, ndio wanapata kila kitu, entertainment. So unaona kama tukiadhimisha siku ya Madaraka Day ambayo inakuja Jumapili ijayo, wewe kama Mkenya utasitisha shughuli zako ili kusikiliza hotuba ya rais, ama utaendeleza maisha yako kama kawaida? Hata mimi sioni maana hata ya kusikia hotuba ya rais, kwa sababu hata akisema hakuna implementation yoyote ambayo inatendeka.
So it is better mimi mwenyewe nifanye kazi yangu, nifanye shughuli zangu, nipate my daily bread. Hiyo siku ya Jumapili kwa kweli ni sikukuu humu nchini, lakini haifaidi wa Kenya wengi kwa sababu ukiangalia gharama za maisha ziko juu sana. Ukiangalia kila Mkenya analia na kuna venye watu wanafaidika na hii serikali. Nimrod, hizo tu ni baadhi ya hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Busia. Hisia hizo zikionekana kuwa ni mseto, kwani baadhi yao wanasema kwamba hawafahamu uzalendo. Baadhi ya wakazi hapa wakionekana kwamba hawashabiki siku hizi za kitaifa, ila wengine wakisema kwamba kuna umuhimu wa kudumisha uzalendo kama Wakenya. Kutoka kaunti hii ya Busia nikiripotia runinga ya Citizen, jina langu ni Jane Cherotich. Kwa umbali utaona ni jumba la kawaida na huenda ukalinganisha na makazi ya mtu binafsi. Japo jumba hili lilitumika kama kizuizi cha rais mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta. Hii si ile ya zamani. Unapokaribia langoni pana roshani. Roshani hii ikiwa na historia isofahamika na wengi, hasa kizazi cha sasa. It was here that Kenyatta held his first international press conference. It was through this press conference that he assured the nation that he was fit and he was in good health and he was capable of taking the political leadership of this particular country. Unapoingia sebuleni utakutana na taswira hii. Inaaminika rais mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta aliketi katika kiti hiki na kupangilia jinsi gani angeongoza taifa hili. Here is the sitting room that Mzee Jomo Kenyatta used to have negotiations with the then colonial powers. And secondly, the political arrangement that were going to take place. It is after these negotiations that were likely paved the way for the first Kenyan political cabinet. Jumba hili lina vyumba kadhaa vinavyoaminika kutumika na rais mwanzilishi pamoja na wanawe, huku chumba hiki kikiaminika kutumiwa na wageni wake, miongoni mwao Oginga Odinga, hayati Rais Daniel Arap Moi na wengine wengi. Hali ambayo wenyeji hapa wanataka eneo hili kuboreshwa na kutumika kama makavazi, hasa ya kulinda tamaduni ya jamii hiyo inayoaminika kudidimia. Kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti waboreshe hapa kwa kuweka cultural center. Wakishaweka cultural center na kuweka pia gallery, sababu hapa tuko na jamii wengi na tamaduni yetu inaenda kufifia. Kadhalika wakazi wameshauriwa kuzuru eneo hili katika kuimarisha utalii wa humu nchini. Let them tour this place. Is a nice place. It's a place where we can learn a lot how we achieved our independence. Nimekuja Kenyatta House leo, ilikuwa mahali mzuri sana. Tumetembea mahali Kenyatta alikuwa, watoto yake wamelelewa. So sisi kama wazazi tunafaa kuleta watoto wakuje wajue. Eneo hili lilichapishwa mwaka 1977 na kujumuishwa miongoni mwa makavazi ya kitaifa. Jumba hili kwa wengi litasalia tu jumba la kawaida, japo jumba hili lina historia komavu ya jinsi gani waanzilishi wa taifa hili walijikomboa kutoka minyororo ya mabeberu na kujinyakulia uhuru. Boniface Barasa, runinga Citizen, jumba la Kenyatta mjini Maralal, kaunti ya Samburu. Naam, barabara kabisa. Tunaendelea kupata historia na masuala ambayo yanafungamana na uzalendo, lakini sisi acha tupunge unyunyu kidogo hapa. Tunazungumza mengi tu ndani ya kisiri, mengine tutayaweka bayana, lakini kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Nakuru. Kama nilivyokuambia, tuko naye Profesa Gitile Naituli, mhadhiri katika chuo cha Multimedia. Anazungumza na mwanahabari wetu Marian Nyambura kuhusiana na mada hii ya masuala ya uzalendo. Marian. Naam, shukran Nimrod, asante kwa hiyo. Nitakuwa nikizungumza naye Profesa Gitile Naituli ambaye moja kwa moja tutazungumza naye kuhusiana na uzalendo wa Kenya. Mada hii ni muhimu, hususan nikizingatia kuwa tarehe mosi Juni ni siku muhimu, siku ya Madaraka Day. Pengine unahisi kuwa uzalendo wa Kenya unazidi kuongezeka au unadidimia? Uzalendo wa Kenya unadidimia kwa sababu zile policy serikali ya Kenya inatengeneza sio policy ambao shina promote uzalendo wa mwananchi. Ukiangalia elimu,
Sasa imekuwa ngumu watu kusoma. Ukiangalia health imekuwa taabu. Ukiangalia uchumi generally. Saa hii tunasema tunatafutia watu kazi nje ya nchi. Watu wanataka kusucceed nyumbani, si huko nje. So ukiangalia bila serikali inafanya policy, hii policy ndio inafanya Wakenya wasiwe wazalendo. Kwa siku moja niliuliza wanafunzi wangu kama vile Russia ili invade Ukraine, watu wa Ukraine, doctors, engineers, wali volunteer from Europe, from America kwenda kudefend nchi yao. Nikauliza wanafunzi, Kenya ikiwa independent leo ni wangapi hapa watavolunteer kwenda kudefend? Hakuna mtu alisema anaweza kuvolunteer kwenda kudefend nini nchi. Bila niliona hivi watu wameunganisha nchi yao na viongozi, politicians. Lakini nchi ni different. Haiungani na viongozi. Iko American president alisema loyalty to your country all the time. Loyalty to the government of the day when it deserves it. Sasa inataka watu wafanye namna hii, wa separate nchi yao na viongozi, kwa sababu viongozi wanakuja wanaenda. Nchi inakaa. Lakini bila saa hii serikali yetu inatendea hawa vijana wetu, wananchi wake ni mbaya. Policy inaproposiwa. Ukiona hii sheria kwanza iko mbele ya mbunge. Hii sheria ya metering internet use. First is violating Article 33 on right to on privacy, right to privacy. But every law wanaleta ni sheria ambaye wanaleta ya kukandamisha. Si sheria ya kupromote. Hii kitu ndio inafanya Wakenya wasiwe wazalendo. Lakini Wakenya ni wazalendo. Wanapenda nchi yao. Wangetaka nchi yao iwe mzuri. Lakini saa hii wameunganisha nchi na viongozi. Na hiyo inatupeleka njia pana. Njia ambayo si mzuri. Ukiangalia kuwa siasa sasa tumeweza kuona kuna upande wa upinzani na wale viongozi walio serikalini. Pengine unadhani semi zao zinachangia swala hili kuibuka vile ambavyo unasema kuwa uzalendo unazidi kudidimia? Inachangia sana kwa sababu si vile wananchi wanaangalia ni vile nchi yao. Unajua kuna taasisi ambayo imetengeneza na katiba ya kusaidia watu, ya kupromote haki, tuseme kama police, kama ethics and anti-corruption. Wakati unaona hizo taasisi zinatumiwa bibaya, ifuati sheria, inakandamisha, sasa unaanza kuona nchi yako sio mzuri. Uliona vile kulitendeka huko Trans Nzoia. Watu walivandalize ngari za serikali. Ordinarily inataka serikali kama ni polisi waki-execute official duty, you obey. Una respect. Unaona hii kazi yao ndio wanafanya, wacha wafanye. Lakini sasa unajua watu wameanza kusema wewe sio kazi unafanya, kukandamiza unafanya. Kwa hivyo viongozi wa upinzani pia ni wanasiasa. Na mimi naona ya wanasiasa ni kama wale wengine tu. Mimi sioni difference, ni bila hawana power. Si hao wengine walikuwa wanatuambia vile watatufanyia uzuri. Lakini kuingia wakaendelea na siasa sasa. Now, hao wengine wa upinzani ni wanasiasa. Mimi naona ile uchaguzi inakuja 2027, Wakenya watatafuta mtu ambaye sio mwanasiasa. Mtu ambaye hajawahi kusimama na kiti yoyote. Na kwa sababu hiyo watu wako na ile kitu inaitwa shame. Shame na Kiswahili. Wako na empathy. Mtu ambaye sio mwanasiasa anakuwa na hiyo shame, ako na empathy na anaweza kusikia your pain, can feel your pain ya watu wa Kenya. Mimi naona watu watakuwa wakitafuta watu ambao si wanasiasa next election. Na pengine ukiweza kuangalia swala la siku ya Madaraka Day, tumeona hafla mbalimbali zikifanyika hapo awali na Wakenya muda ukizidi ama siku hizo hawajitokezi kwenda kushiriki sherehe hizi. Pengine unadhani kuwa wakati huu mambo yatabadilika na ni nini haswa inaweza ama Wakenya wanaweza zingatia ili kuhakikisha wanazidi kuwa wazalendo? Unajua Wakenya wamefinywa na policy ambaye sio mzuri. Tuna serikali inakaa kama ile ya wazungu ya kuchukua na kwenda. Hao watu ni kama wanaenda mahali ingine, ni kama hawakai hapa. Nao Wakenya vile wako sahihi. Wakenya ni wazalendo. Wanapenda nchi yao.
lakini kujitokesha huko wanafikiri wana support wakienda kusherekea madaraka ambaye they should sherekea. Sasa wanaona sisi ni kama tuna support president for example na hatutaki, ndio unaona vile wanafanya. Lakini hata sisi kusherekea vile tunasherekea hii madaraka si vizuri. Inataka tufanye hivi, kama ni June 1st Madaraka Day ama December 12 siku ya Jamhuri, tuwe na parade za watoto kwa barabara. Sasa tunaenda huko military parade, hiyo inatusaidia nini? Tunaleta ndege tumenunua, hatujatengeneza. Tunaleta vitu ambaye ni ya kununua si yetu, lakini tukileta watoto inchi mzima wavae mavazi ya kusifu nchi yao, watembee wakiimba nyimbo za taifa, tuna promote sasa uzalendo, kwa sababu uzalendo inatokana na nini? Na hawa watoto. So inataka tutoe hii mambo ya kupatia politician platform ya kujivuna, platform ya kuambia uongo mingi, kufanya, unajua development here is slogan, is propaganda. It's not performative. It's actually propaganda. So siku za kitaifa ambaye ni solemn, ni siku ambaye inataka to respect na moyo yetu yote. Imekuwa siku za propaganda na sloganeering. Na tukitamatisha mazungumzo haya, uweze kutueleza kuhusiana na nini haswa wa Kenya vile na serikali na pia wale viongozi wa upinzani, nini haswa wanaweza fanya ili kutangamana pamoja na kuhakikisha kuwa wamezidi kuimarisha uzalendo? I think vile wanaanza kufanya tu iko kwa article 10. Wanaweza kuanza kuengage na public. Hii inaitwa public participation. Waengage na public. Watu wa Kenya wanajua taabu yao iko wapi. Wanawaeleza. Si hao wafikiri wako na solution. Unajua ile taabu kubwa opposition na serikali iko naye ni ile Waingereza wanasema kupropose solutions for non-existent problem. You propose a solution where the problem is not there. Kama hii housing for example. Housing should be urban upgrade. We should be building houses to remove the slums. Not kujenga nyumba huko reserve, na hakuna mtu ana nyumba huko reserve, hakuna mtu homeless. So kwa point hiyo kitu ya kupropose solution to a problem ambaye is haiko, ni kuzungumuza na wananchi wa Kenya. Both serikali na opposition waanze kuzungumuza na wananchi. Wananchi watawaambia vile wanataka kutendewa. Haya, shukran sana. Na huyo ni Profesa Naitile ambaye ni mhadhiri wa chuo cha multimedia kunradhi, na vile akiweza kusisitiza kuwa swala la mazungumzo ndio atachangia zaidi ili kuhakikisha kuwa Wakenya vile na siasa ama wanasiasa wa viongozi wa serikali vile na wanasiasa ambao wako kwenye upande wa upinzani wataweza kutangamana pamoja kuhakikisha kuwa uzalendo umezidi. Lakini kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, kisha baadaye Nimrod atarejea na wageni ambao wako studio waendeleze mjadala huu wa leo kuhusiana na uzalendo wa nchi ya Kenya.